Hatimaye wimbo wa Uhakika Remix ambao ulitarajiwa kufanyika na wasanii tofauti tofauti umeweza kutoka upande wa Zuchu, ambapo amemshirikisha Ibra ama Ibra ameweza kumshirikisha Zuchu kwenye remix hii ya kwanza. Huenda pakatokea remix tofauti tofauti, lakini hii ndio ya kwanza ya Zuchu akiwa na Chinga kwenye hii remix, na imeweza kutoka rasmi kwenye mtandao wake wa YouTube. Na ikumbuke basi pia Otile Brown alishawahi kuonyesha azma ya kutaka kufanya remix ya wimbo huu. Siku simfungulie jirani, tulia, na hata mkiafanya kwa siri, po siku tafumania. Tatizo mimi sina uhakika kama unanipenda mpenzi kweli. Ndio sababu ambayo imefanya niweze kutengeneza wimbo huu ama kutengeneza video hii, kwa sababu kuna kipindi ama kuna part ambayo aliweza kufanya na watu wengi hawakuridhishwa na mambo yale ambayo aliweza kufanya pale ndani, hawakuweza kumuelewa sana, haswa wa Tanzania. Otile Brown ukimpa mic kwenye booth ni hatari sana, lakini ukimpa moja kwa moja inaonekana basi haikupendeza, na baadhi ya mashabiki waliweza kuja kwenye mitandao na kuweza kuandika mambo ambayo hayakupendeza ama ya kutofurahishwa na namna ambavyo Otile Brown anaweza kujiingiza kwenye ile verse ya Uhakika. Wanashangaa hivi, Otile Brown akiingia kwenye remix itakaa vizuri kweli? Kuna watu ambao wanaona haiwezi kukaa vizuri ikiwa Otile Brown ataingia kwenye remix. Hii ni baadhi ya comments za mashabiki ambao waliweza kuja na kuandika, kama kuna mwingine alikuja akasema kwamba lini una muda tukajinyonge. Wanamizaha sana. Kuna mwingine akaja akasema wewe mbona kama uhakika unao? Mwingine akasema kaka huyu jamaa ataharibu wimbo, anajikamua sana. Yani hawa ni mashabiki ambao wanaonyesha kutofurahishwa ama kutopenda. Mwingine akaja akasema kujia kijana wako amemtaji Flaco Raz nafikiri. Mwingine akasema si bora niimbi na firigisi zangu, huyo atatuharibia wimbo wetu bana. Mwingine akasema kazi imeenda kuharibika, Otile Brown wimbo wake nini wakati wake umeisha na nini. Yani watu wameonyesha kutopenda verse ya Otile Brown ilivyoingia pale. Mwingine akasema thank you but na. Mwingine akasema melodi za soba nini. Mwingine akasema tatuzoea huyu kolabo mpe Spana amalize. Spana nikizungumzia Vanilla anamaanisha huyu kwa kusema hivyo. Wengine walikuja hapa pembeni wakaandika, kama nakumbuka Skana mwenyewe, Hans Skana ambao ni director, alikuja akaweka sticker fulani ya kutojaribu kuelewa, anajaribu kuelewa nini ambacho Otile Brown ameweza kulifanya humu ndani. Kuna wengine ambao wamekuja basi na kuendelea na kusema kwamba wanangu tumweke Dogorema angalau. Wengine akaweka makopa ya moto. Yani kumewaka kule ndani, kulikuwa ndivyo kulivyokuwa kumewaka pale kwenye comment section. Lakini hii ni mambo tu ambayo watu walikuwa wameamua kuandika. Basi mwingine akaja akasema, Otile Brown mwenyewe alikuja na kujibu mambo haya kwa kusema this is how you all feel. Sasa Ibra akamtag Ibra akasema fanya remix kadhaa tuone kama wataua zaidi yangu. Nilidhani mnanipenda majirani, kumbe yani alikuja kuweza kufanya kiutani pia kuonyesha kwamba yeye huenda wametengeza remix nyingine tofauti. Ukimtazamo wangu naona huenda kuna remix kadhaa, ama huenda palikuwa tayari na remix ya Otile Brown na Chinga, lakini ameamua basi Chinga afanye vingine tofauti tofauti. Mashabiki watakuwa ndo mashahidi ya ni nani mkali kati ya Otile Brown na wale wengine ambao wataweza kufanya zile remix. Kumbuka pia Jux alikuwa kwenye lineup ya huu wimbo, ikiwemo pia Darasa alikuwa kwenye lineup ya watu ambao waliweza kupenda verse za huu wimbo sana, kupenda huu wimbo. Kusema kweli wimbo wenyewe ni mkubwa sana, nimeweza kuona audio yake peke yake ina zaidi ya watazamaji milioni 2.5 kwenye mtandao wa YouTube na inazidi kuhesabu, na hivyo kumaanisha si wimbo mdogo, ni wimbo mzuri. Hata ukisikiza melody inahisia ndani sana sana, na nimeweza kupenda. Kama hujasikia unafaa utafute kwa usikie, kwa sababu huu ni wimbo wa East Africa Mashariki, kwa wale ambao tunaelewa Kiswahili na ambao tunaelewa mapenzi. Usisahau kulike na kusubscribe kwa habari moto moto kwenye channel yako unayoipenda Citizen Assembly. I'm out.